Kwa majina naitwa Musa Swale Musa, ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ngumi za ridhaa mkoa wa Tanga. Chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Tanga. Taarifa kwa vyombo vya habari. Kutangaza wagombea waliopendekezwa na kamati ya uchaguzi tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Ndugu waandishi wa habari, mchakato wa uchukuaji fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Tanga ulianza tarehe 11 mwezi wa 8 na kuhitimishwa tarehe 18 mwezi wa 8. Katika kipindi hicho, taarifa za uchukuaji fomu zilitangazwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, ambapo watu mbalimbali walijitokeza kuchukua fomu. Kwa ujumla, watu 11 walichukua fomu na watu 11 walirejesha fomu kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Fomu zilizorejeshwa: nafasi ya mwenyekiti fomu 1, nafasi ya makamu mwenyekiti fomu 3, nafasi ya katibu fomu 2, nafasi ya mtunza hazina fomu 2, nafasi ya mwakilishi wa wanawake fomu 1 na nafasi ya msemaji wa chama fomu 1. Wagombea waliokidhi vigezo. Kwa kufuata utaratibu uliowekwa na katiba ya chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Tanga, kamati ya uchaguzi imefanya uchambuzi wa taarifa za nyaraka za wagombea na kujiridhisha kuhusu sifa, vigezo vya wagombea nafasi za uongozi. Hivyo leo tarehe 26 mwezi wa 8 tunatangaza wagombea waliokidhi vigezo kama ifuatavyo. Nafasi ya mwenyekiti, ndugu Swale Abdul Gausi. Nafasi ya makamu mwenyekiti, ndugu Athman Mohamed Marambo na ndugu Prince Ibrahim Joram. Nafasi ya katibu, ndugu Michael Peter Guni na ndugu Prince Ibrahim Joram. Nafasi ya mtunza hazina, ndugu Prince Ibrahim Joram. Nafasi ya mwakilishi wanawake, ndugu Zaitun Yahaya Mango. Nafasi ya msemaji wa chama, ndugu Venance Alois. Kuhusu changamoto zilizojitokeza katika uchambuzi. Katika mchakato wa kupitia na kujadili fomu za wagombea, kamati ilikumbana na changamoto mbalimbali, ikiwemo uwepo kwa baadhi ya nyaraka ambazo uhalali wake ulihitaji kuthibitishwa. Baadhi ya wagombea waliitwa mbele ya kamati ya uchaguzi ili kutoa uthibitisho na ufafanuzi kuhusu uhalali wa nyaraka hizo. Hata hivyo, katika baadhi ya matukio, wagombea husika hawakuweza kuthibitisha uhalali wa nyaraka hizo kwa mujibu wa matakwa ya mchakato wa uchaguzi. Kutokana na hali hiyo, kamati ya uchaguzi ilichukua hatua kwa kuzingatia katiba ya chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Tanga na kuondoa majina ya wagombea ambao hawakukidhi vigezo vilivyowekwa. Hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo la kuhakikisha kuwa mchakato wa uchaguzi unakuwa wa haki, wazi na unazingatia katiba na taratibu za chama uchaguzi. Hivyo, nachukua nafasi hii nikiwa msimamizi wa uchaguzi kutangaza rasmi kuwa wagombea waliokidhi vigezo watapigiwa kura katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 27 mwezi wa 8 kwa mujibu wa katiba chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Tanga. Matokeo ya uchaguzi yatatangazwa na afisa michezo mkoa wa Tanga, ndugu Digna Tesha. Kwa nafasi hii, tunawaomba wapiga kura wote kujitokeza kwa wingi na kushiriki katika zoezi la kupiga kura ili kumchagua kiongozi wanayempenda na wanayemwamini. Tunasisitiza umuhimu wa kila mshiriki kuheshimu taratibu na kanuni na katiba ya chama katika kipindi hiki chote cha uchaguzi. Tuwaombe kesho saa 3 asubuhi wapiga kura wote pamoja na waliopendekezwa kupigiwa kura tukutane Mkwakwani Stadium kwa ajili ya uchaguzi. Asanteni sana kwa kunitazama, asanteni sana kwa kunisikiliza.